kabisa kwamba kwenye eneo la kilimo Tanzania ina ardhi yenye rutuba kwa kiasi kikubwa sana, jambo ambalo linaifanya kuwa ni kimbilio kwenye eneo la kilimo. Na hivi karibuni wakati akizindua program mbalimbali, moja wapo ilikuwa ni program ya ujenzi wa kesho iliyo bora kwa vijana, kwa maana ya Building a Better Tomorrow kwenye eneo la kilimo. Rais Samia Suluhu Hassan alisema mfano Tanzania ikitumia vizuri maeneo ya mabonde yaliyopo hapa nchini. Alitolea mfano kule Rufiji, lakini Kilombero, kwamba Tanzania inaweza isiwe tu ghala la chakula kwa hapa kanda yetu ya Afrika Mashariki, lakini kwa Afrika nzima, ikiwa maeneo hayo yatatumika vizuri. Lakini kwenye eneo la madini tunajua namna ambavyo Tanzania imebarikiwa na rasilimali za kutosha kwenye madini, kuanzia madini yanayopatikana ulimwenguni kote, lakini kwa yale madini adimu kama ya Tanzania kwa kutosha, dhahabu na yenyewe ni ya kutosha, lakini almasi. Kwa hivyo kwenye hili vile vile hatua mbalimbali zimekuwa zikichukuliwa na serikali, na hadi kuwekwa 10 kwa 30 kwamba mchango wa sekta ya madini inakuwa na kufikia mchango wake kwenye mapato la taifa kwenye hivi mpaka mwaka 2030 kwenye eneo la nishati kutosha kutumia nishati safi kupikia. Tunajua taasisi za umma zimekuwa zikielekezwa kwamba zijikite nishati, na tayari maeneo kama magereza, lakini vikosi mbali huko vimekuwa vikitumia nishati safi. Hata mpaka 300 kwa siku walipewa kopo kwamba sisi tunakipenda sana jamani, nani kiboko? Nauliza nani kiboko? Jamani, nani kiboko? Jamani, nani kiboko? Tupo katika mwendelezo wa matangazo pamoja katika mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi unaofanyika hapa jijini Dodoma hapa makao makuu ya serikali. Lakini na kukumbusha tu kwamba ndipo yalipo makao makuu ya Chama cha Mapinduzi, na tayari wageni mbalimbali wamekwisha ingia katika ukumbi, na katika picha unaona kabisa msafara ukiingia hapo. Tutakueleza ni kiongozi gani, kwa sababu baadhi ya viongozi wa chama pia na serikali na wageni waalikwa wamekwisha ingia ukumbini, na anayesubiriwa tu hapa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ndugu Samia Suluhu Hassan, na mara atakapowasili hapa basi ataingia ukumbini, na ratiba za mkutano huu mkuu zitakuwa zinaendelea, kwa sababu ratiba zilianza toka majira ya saa 12. Bila shaka ulikuwa unatufuatilia ukiona watangazaji wetu Musa Twangilo na Zaituni Hamis pamoja na Rajab wakiendesha Jambo Tanzania katika viwanja vya ukumbi huu wa JKCC jijini Dodoma, na tukikupasha mawili matatu kuhusiana na mkutano huu mkuu ambao uko mahususi kabisa kwa ajili ya kupokea taarifa za utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya miaka 5 kuanzia mwaka 2020-2025 na kuipokea ilani mpya mwendelezo kuelekea 2030. Kumbuka hapo jana liliwekwa jiwe la msingi la kujenga jengo zuri, jengo la kisasa, makao makuu ya Chama cha Mapinduzi, mkabala tu na hapa tulipo Jakaya Kikwete. Wanasema Chama cha Mapinduzi kimeendelea kutanuka, kwa hiyo nacho kinapanua wigo mpana kuweza kutoa huduma zake. Kwa hiyo wanajenga jengo lake la mabilioni ya shilingi kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli zake za kichama hapa Dodoma, na shughuli zake zinaendelea. Wana jengo lao la White House, lakini wanasema sasa yatosha, jengo limekuwa dogo, shughuli zimetanuka. Kwa hiyo wanataka jengo kubwa ambalo
watakuwa wanafanya kazi kwa raha zake. Matangazo haya yanakujia kutoka hapa Dodoma. Nitakuwa na mwenzangu Asher Thomas lisha taifa hilo kupitia bandari ya Dar es Salaam kwenye usafirishaji wa mizigo kwenye eneo hilo. Sasa baada ya kuwa nimekupitisha kwenye usuli wa yale ambayo yanatarajiwa, sasa ni kupeleke ndani ya ukumbi huko ambapo mapokezi ya mwenyekiti wa CCM pengine sasa atakuwa tayari anafanyika akiwa anaelekea ukumbini kwa ajili ya kuanza rasmi ratiba hii ya siku hii ya leo, ambapo kwenye ajenda zile tatu kwenye kikao hiki muhimu, zile ajenda tatu nilizotaja mwanzo. Lakini kwa sasa basi ni kupeleke humo ukumbini ili mwenzangu Victoria Patrick apokee matangazo haya. Baadaye nitajumuika naye kwenye kukupitisha kwa kina kwenye kile ambacho kinaendelea hapa Jakaya Kikwete. Mimi na Asher Thomas, endelea kuwa nasi. Viwanja hapa tuliko katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Mwenzangu Asher Thomas alikuwa anakuletea matangazo ya moja kwa moja akiwa nje ya ukumbi, ambapo tayari na viongozi mbalimbali wameingia hapa. Ukumbi umejaa, wasanii wako hapa kushajihisha tu huu mkutano. Nimekuambia sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Asher Thomas, lakini pia tutakuwa na Amina Juma kutoka ZBC. Tutakuwa tunakuletea matangazo haya kutoka hapa Dodoma. Kama kawaida, vyombo vyako vya utangazaji vya taifa viko gado kuhakikisha kwamba vinakuletea matangazo haya yanapofanyika mahali popote. Tunapohitajika kufanya hivyo, basi tunafanya hivyo kwa ajili ya kutumikia umma wa Watanzania kwa ujumla. Nilikuwa tunakueleza kwamba hapo jana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, aliweka jiwe la msingi la kujenga jengo lao la Chama cha Mapinduzi mkabala na hapa Jakaya Kikwete, kwa ajili basi ya kuhakikisha kwamba chama hiki kikubwa barani Afrika, chama kikongwe, kinakuwa na ofisi zao za kisasa ambazo zitakuwa zinatumika sasa kufanya shughuli zao, baada ya kuona kwamba jengo walilonalo hapa makao makuu pale White House limekuwa dogo kutokana na kupanuka kwa shughuli za chama. Amina Juma, habari za asubuhi. Nzuri sana Victoria, habari za kuamka, habari za majukumu. Tumeamka salama na kaubaridi na kajua ndio hako kanawaka. Basi tuko hapa kwa ajili ya kuwahabarisha Watanzania. Kumbuka tunafanya kazi katika vyombo vya umma vya taifa, kwa hiyo jukumu letu ni kuendelea kuwahabarisha kinachoendelea hapa kutokana na huu mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi utakaofanyika leo na kesho hapa. Wewe katika jicho lako la mwanahabari umekuwepo Zanzibar, miradi mingi ya maendeleo imekuwa ikitekelezwa. Labda utuambie ni kitu gani ambacho unakiona kama jicho la habari, umekiona kikiwa kimetekelezwa, unasema sasa tunapoelekea katika uchaguzi kuna kitu ambacho umekiona kwa jicho la wanahabari. Nikushukuru sana Victoria. Kwa kweli kwa yale ambayo tumeshuhudia, hususan kule kwa upande wa Zanzibar, ni mambo makubwa ambayo yamefanyika. Tumeshuhudia uendelezaji wa miundombinu ya barabara ikijengwa kwa kasi kubwa. Kwa mara ya kwanza katika awamu hii ya 8 chini ya Rais Dr. Hussein Mwinyi, tumeshuhudia flyover ya kwanza ikijengwa kule visiwani Zanzibar. Lakini pia kumekuwa na ujenzi wa hospitali katika ngazi za wilaya na mikoa. Hospitali hizi pamoja na uwepo wa vifaa tiba vya kisasa kabisa ambavyo vinaendana na matumizi ya teknolojia. Lakini pia shule za ghorofa zimekuwa zikijengwa kwa kasi kubwa. Kwa hiyo kumekuwa na maendeleo makubwa katika sekta za afya, elimu, miundombinu pamoja na sekta nyingi kwa ujumla. Kwa hiyo kama ambavyo wenyewe viongozi wa chama wanaeleza, utekelezaji wa ilani katika kipindi hichi ambacho kinaenda kumalizika miaka 5, ilani imetekelezwa kwa kiasi kikubwa. Lakini tutashuhudia wenyewe watakapoelezea ni kwa namna gani mafanikio ya utekelezaji wa ilani ile ya 2020-2025 yamefikiwa. Mtazamaji, hayo ni ya kule Zanzibar, kati ya mengi yaliyofanyika hapo tu ametupa Amina ametupa tu kwa uchache, lakini tunasema wewe ni jicho ambalo limekuwa likiona mambo mengi. Tunasema kila mtu mahali alipo ameshuhudia mengi, kiasi cha kuweza kusema kwamba Chama cha Mapinduzi ilani yake imeweka alama katika
maisha ya watu na maisha ya watu kwa ujumla, maendeleo ya vitu, maendeleo ya viwanda, sekta za kilimo, ukija ufugaji. Nasema ni mambo ambayo yameendelea kugusa wananchi. Kwa mfano, tukijaribu kuangalia katika sekta ya kilimo, ni hivi karibuni tu kumekuwa na miradi mingi ya kilimo ambayo imepitishwa. Kumekuwa na miradi ya vijana iliyoanzishwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kumekuwa na masuala ya pembejeo, mbolea na mambo kama hayo, kwa sababu ilani ilitaka kwamba Tanzania izalishe chakula cha kutosha kiwatosheleze wa Tanzania, lakini kibaki kwa ajili ya ziada na wakati mwingine